Mjambo na habari za asubuhi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, na karibu tena katika taarifa zetu za asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 7 za mwezi wa pili mwaka 2026, ambako tutakuletea kwa kina matukio muhimu kutoka ndani na nje ya nchi, hususan hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uchumi, siasa na masuala ya kijamii. Na nikujuze tu kwamba Kivu News Info tunaendelea kila siku kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote tunakusia kufanya kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu kila siku, na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi nawe endelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uenda ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza itakupeleka huko kujabone na channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili ukibonyeza aiza kuklike kwa Kifaransa itakupeleka moja kwa moja kujumuika nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo utasababisha usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa tunapostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Telo Jalonga, basi nakualika kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 7 za mwezi wa pili mwaka 2026. Neni Kivu News Info, sauti ya wananchi, karibu tukupashe. Mapigano makali yamezuka tena katika eneo la Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini kati ya waasi wa M23 na vikundi vya wazalendo vya CMC FDP. Mapigano haya yalianza tangu siku ya Jumatatu iliyopita ndani ya Sheferia Bwisha na kuendelea kwa siku kadhaa bila kusitishwa, alilozua hofu kubwa kwa wakazi wa maeneo hayo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, maeneo ya Nyabanira, Miguruka pamoja na Mokoka ndio yamesirika zaidi. Milio ya risasi nzito na nyepesi imekuwa ikisikika karibu siku nzima, huku familia nyingi zikilazimika kuyama makazi yao na kukimbilia vijiji vinavyoonekana kuwa salama zaidi. Baadhi ya wananchi wameripoti kuona manyumba zao zikiharibiwa na mashamba kuachwa bila wenyewe. Hadi kufikia siku ya Alhamisi, mapigano haya yalikuwa bado yanaendelea licha ya juhudi za viongozi wa eneo hilo kuomba pande husika kusitisha uhasama. Mashirika ya kiraia yanaonya kuwa wimbi ili jipya la vurugu linaendelea kuongeza hali ya kutokuwa na utulivu Kivu Kaskazini, eneo ambalo tayari limechoka kutokana na migogoro ya muda mrefu. Wakazi wanakabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu. Upatikanaji wa chakula umeanza kuwa ngumu, huduma za afya zimevurugika na watoto wengi wameshindwa kuenda shule. Baadhi ya familia zinalazimika kulala nje au kwenye makanisa na shule zilizotekelezwa bila msaada wa kutosha wa kibinadamu. Viongozi wa kijamii wanaiomba serikali na jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kulinda raia na kuzuia maafa zaidi. Wanasisitiza kuwa suluhu ya kudumu inapaswa kupatikana kupitia mazungumzo badala ya mapigano yanayoendelea kugharimu maisha ya watu wasio na hatia. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyozungumza idadi kamili ya majeruhi au waliopoteza maisha. Mawasiliano katika baadhi ya maeneo yamekatika, jambo linalofanya kuwa vigumu kupata takwimu sahihi. Hofu kubwa ni kwamba endapo mapigano haya yataendelea, huenda kutashuhudiwa wimbi jipya la wakimbizi kuelekea mji wa karibu kama Goma na Kiwanja. Hali ya usalama katika Ruchuru inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wananchi wakaendelea kuishi kwa wasiwasi mkubwa, wakitumaini amani irejee ili waweze kurudia kwenye maisha yao ya kawaida. Siku ya jana tarehe 6 Februari, mji wa Mombasa mkoani Ituri umeingia katika siku ya pili ya operesheni ya Ville Morte, yaani mji uliosimama kabisa, ikiwa ni ishara kupinga hali ya usalama inayozidi kuzorota katika eneo hilo. Biashara, shule, masoko pamoja na huduma za usafiri zilibaki zimefungwa, huku mitaa mingi ikionekana kimya tofauti na siku za kawaida. Hatua ile imeandaliwa na vuguvugu la vijana la Lucha kwa kushirikiana na Nouvelle Société Civile Congolaise kwa lengo la kushinikiza serikali kuchukua hatua madhubuti dhidi ya vitendo vya uhalifu vinavyoendelea kuwatikisa wakazi. Hasira za wananchi ziliongezeka zaidi baada ya kuuawa kwa mfanyabiashara mmoja maarufu, tukio ambalo liligusa hisia za watu wengi katika mji huo. Siku ya Ijumaa, shughuli zote za kijamii na kiuchumi zilibaki zimesimama. Maduka na shule hazikufunguliwa na usafiri pia wa pikipiki na magari ulipungua kwa kiwango kikubwa. Jambo linaonyesha kuwa wito wa mgomo ulizingatiwa kwa kiasi kikubwa na wakazi wa Mombasa. Mratibu wa Nouvelle Société Civile Congolaise Bwana Jospin Paluku amewapongeza wananchi kwa nizamu walioionyesha. Amesema mafanikio ya siku ya kwanza Ville Morte yalifikia takriban 20%.
18. Vile ametoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za dharura ili kulinda maisha ya watu pamoja na mali zao. Baadhi ya wanaharakati walionekana kukusanyika katika mji wakionyesha wazi kuchoshwa na wimbi la mauaji, uporaji na utekaji unaoripotiwa mara kwa mara. Hata hivyo, hakuna tukio kubwa la vurugu lililoripotiwa. Hali inaonyesha kuwa maandamano yalifanyika kwa amani. Wakazi wa Mombasa wanasema wamechoka kuishi kwa hofu na wanataka kuona mabadiliko ya kweli. Wameahidi kuendelea na shinikizo ili kila raia hadi pale suluhu ya kudumu itakapopatikana na amani irejee kikamilifu ili shughuli za kawaida za maisha ziweze kuanza tena bila wasiwasi. Waasi wa M23 wametangaza kile walichokiita kumalizika kwa vita katika eneo la Kivu. Kwa mujibu wa mratibu wa kisiasa wa waasi wa M23, Corneille Nangaa, harakati hizo sasa zitatekeleza nguvu zake kwenye maendeleo ya jimbo lote la Kivu Kaskazini badala ya mapigano. Nangaa amesema kuwa hatua hii ni mwanzo wa kurasa mpya unaolenga kujenga upya maeneo yaliyoharibiwa na vita pamoja na kurejesha shughuli za kiuchumi. Amesisitiza kuwa kipaumbele kitakuwa ujenzi wa miundombinu, usalama wa raia na kuanzisha miradi itakayosaidia kuboresha maisha ya wakazi wa jimbo hilo. Tangazo hilo linakuja katika kipindi ambacho sehemu kubwa Kivu Kaskazini bado inakabiliwa na majeraha ya muda mrefu ya migogoro. Baadhi ya wananchi wamepokea kauli hiyo kwa matumaini, wakitamani kuona amani ya kweli kirejea ili waweze kurudi kwenye makazi yao na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya usalama wanaonya kuwa maneno hayo pekee haitoshi. Wanasisitiza umuhimu wa kuona vitendo vinavyoonyesha kusitishwa kwa mapigano, kuruhusiwa kwa misaada ya kibinadamu na kuwepo mazungumzo ya kijumuishi yatakayohusisha serikali ya Kongo na wadau wengine. Macho sasa yanaelekezwa kwa serikali ya Kinshasa na jumuiya ya kimataifa kuona watakavyopokea tamko hilo na ni hatua gani zitachukuliwa kuhakikisha kwamba maendeleo yanayozungumziwa yanakwenda sambamba na kurejeshwa kwa mamlaka halali ya dola katika Kivu Kaskazini. Vita imeisha. Na nguvu ya ba autorité militaire, sécuritaire na ya province, saa hizi muko mnasinzia, usalama inarudia. Kwa hiyo tunawapatia felicitation. Na ya mwisho ni kuambia vita imeisha, lakini tunaanza development, tunaanza kujenga, na ndio maana unaona tuko hapa tuone hiyo mashantie zote, na iprofite hiyo kupana felicitation kwa secretariat permanent wetu wa chama, mais surtout kwa guvernora wetu wa Nord Kivu, na kwa kazi nye biko wanafanya sahihi. Tunawaomba kila mtu atie mkono. Nyiragongo itajengwa na nani? Nyiragongo itajengwa na nani? Sisi wenyewe. Sasa Nord Kivu itajengwa na nani? Sisi wenyewe. Na Kongo itajengwa na nani? Sisi wenyewe. Ndio maana tunasema vita inaisha, na gisi M23 inafika sahihi hapa, hakuna kurudi nyuma. Yetu vocabulary ni kusema tutasonga mbele. Tutasonga mbele mpaka tutalibere Kongo mzima. Asante sana. Vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haviasiri tu Wakongomani pekee, bali pia vinaacha majonzi makubwa nchini Rwanda. Huko Kigali, maombolezi ya wanajeshi wanaodaiwa kufa kwenye mapigano ya DRC yamefanyika kimya kimya chini ya pazia la usiri uliowekwa na mamlaka za nchi hiyo. Katika miezi ya Machi na Oktoba mwaka 2025, Wizara ya Ulinzi ya Rwanda ilichapisha mara kadhaa matangazo ya kuhamasisha raia kujiunga na jeshi, jambo lisilo la kawaida nchini humo. Hali hii inaonekana kuendana na ripoti za Umoja wa Mataifa zinazotolewa kuwa Rwanda inadaiwa kupeleka kati ya wanajeshi 4,000 hadi 7,000 ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
wa kusaidia waasi wa M23. Serikali ya Rwanda imekuwa ikikanusha madai hayo, ikiwemo ripoti ya shirika la Human Rights Watch ya Septemba mwaka 2025 inaonyesha ongezeko la makaburi katika makaburi ya kijeshi ya Kanombe mjini Kigali. Ripoti hii ilitokana na uchambuzi wa picha za sateliti ilibaini zaidi ya makaburi 400 mapya kati ya Disemba mwaka 2024 na Julai mwaka 2025. Familia kadhaa zimeanza kuvunja ukimya na kusimulia machungu yao. Kijana mmoja aliyekubali kuzungumza bila kutajwa jina alisema mdogo wake aliuawa mashariki mwa Kongo Juni mwaka jana. Alieleza kuwa alionyeshwa mwili ukiwa umefunikiwa uso wote kana kwamba kulikuwa na nia ya kuficha majeraha ya risasi. Mazishi yalifanyika kukiwa na ndugu wawili tu na kusimamiwa na jeshi, kisha kuamiriwa kutokutoa taarifa hizo hadharani. Kisa hicho kimesababisha kaka yake mshtuko mkubwa wa kisaikolojia hadi kulazwa katika kituo cha matibabu ya akili. Mashuhuda wengine wanasema baadhi ya familia hata zitaarifiwi vifo vya wapendwa wao. Kuna simulizi ya mama mmoja aliyepata habari ya kifo cha mwanawe kupitia wenzake waliorejea likizo kutoka vitani, huku serikali ikikaa kimya. Usiri huu unawaacha ndugu wengi katika maumivu na sitofahamu. Mmoja wa mashuhuda alisema serikali inapaswa kuruhusu familia kuomboleza kwa heshima badala ya kuwalazimisha kunyamaza. Aliongeza kuwa hofu ya usalama inafanya wengi washindwe kuzungumza, hali inayoweza kusababisha majeraha ya kisaikolojia ya muda mrefu. Inadaiwa pia kuna familia hupewa fidia ya pesa milioni 2 za Rwanda kama kifuta machozi. Alipoulizwa kuhusu tuhuma hizo, msemaji wa jeshi la Rwanda Jenerali Roland Ruimvanga alijibu kwa mwandishi akisema kuwa swali hilo ni la kisiasa, linapaswa kuelekezwa kwa viongozi wa DRC, kwa msemaji wa jeshi la kigeni. Na habari hii imechapishwa na chombo cha kimataifa DHL Ufaransa. Mahakama ya kijeshi ya gereza la Kisangani imemhukumu adhabu ya kifo Sajenti mkuu wa kwanza Litombo Masumi Anje baada ya kusikilizwa katika kesi ya dharura ya makosa ya uwazi. Hukumu hii ilitolewa siku ya jana Ijumaa tarehe 6 Februari kufuatia vitendo vya uporaji wa silaha na jaribio la mauaji vilivyotokea mapema wiki hii. Kwa mujibu wa rais wa mahakama, mshtakiwa anapatikana na hatia ya jaribio la kuua. Mbali na adhabu ya kifo, Litombo pia anahukumiwa vifungo vingine: miaka 10 kwa kosa la kutoa vitisho vya shambulio, miaka 5 kwa uharibifu wa makusudi na miaka 10 kwa kukiuka maelezo ya kazi ya kijeshi na miaka mingine 10 kwa kutapakanya risasi za kivita. Tukio hili litokea mjini Kisangani, litokea Jumanne tarehe 3 Februari wakati wanajeshi huyo alifyatua risasi 9 kwa mujibu wa upande wa mashtaka ndani ya majengo ya taasisi ya elimu ya Malkia. Risasi hizo zimemjeruhi mwanafunzi mmoja mkononi mwa kushoto akiwa darasani na nyingine ziliharibu tairi ya taa ya gari ya mlalamikiaji. Imeelezwa kuwa kabla ya tukio hilo, Sajenti huyo alikuwa akihudumu katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bangboka katika kikosi cha ulinzi dhidi ya ndege zisizo na rubani aina ya kamikaze za waasi wa M23. Mkuu wake wa kazi aliyetoa ushahidi amesema mwanajeshi huyo aliondoka kituoni bila ruhusa wala kutoa taarifa yoyote. Siku hiyo Litombo alifika nyumbani kwa Bwana Erike Mbui akitoa vitisho vikali. Alimhukumu mmiliki huyo kwa madai ya kumiliki kiwanja chake kinyume cha sheria. Upande wa mlalamikiaji ulieleza kuwa kwa nia kuulipiza kisasi ndipo alipoamua kufyatua risasi hadi kuasiri wanafunzi waliokuwa katika ukumbi wa masomo, kwani chuo cha Malkia na nyumba za Erike zipo ndani ya kiwanja kimoja. Hukumu hii imetajwa kuwa onyo kali kwa wanajeshi wanaokiuka sheria za kutumia silaha za umma kwa migogoro binafsi. Mamlaka za kijeshi zimesitiza kuwa ni nidhamu ndani ya jeshi lazima iheshimiwe, hasa katika kipindi ambacho nchi inakabiliwa na changamoto za kiusalama mashariki mwa taifa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu wamekutana mjini Washington pembezoni mwa hafla ya kimataifa ya National Prayer Breakfast iliyofanyika tarehe 5 Februari. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, mazungumzo hayo yaliwezeshwa na waandaaji wa tukio hilo linalokusanya kila mwaka viongozi wa kiasisi na kidini kutoka mataifa mbalimbali. Wakati wa mazungumzo hayo, Martin Fayulu alisisitiza umuhimu wa kanisa la Katoliki kupitia baraza la maaskofu Senko pamoja na kanisa la Kristo nchini Kongo kuchukua nafasi katika mchakato wote wa mazungumzo ya kitaifa. Alieleza kuwa taasisi hizo za kidini zina uaminifu na ukaribu wa wananchi, hivyo vinaweza kuwa wapatanishi wanaokubalika na pande zote.
Kiongozi wa upinzani pia alitoa wito wa kuwepo kwa ushirikishwaji mpana kwa makundi yote ya kisiasa na kijamii ya nchi, ili mazungumzo yoyote yajayo yasije yakawa na upande mmoja. Kwa mtazamo wake, maridhiano ya kweli hayawezi kupatikana bila kusikiliza sauti zote, ikiwemo upinzani, asasi za kiraia na makundi ya wananchi. Mkutano ulifanyika katika kipindi ambacho DRC inaendelea kukabiliwa na changamoto nyingi, hasa ile usalama mashariki mwa nchi ambako mapigano yameathiri maelfu ya raia. Shinikizo la kitaifa na kimataifa linaongezeka ili kitaka viongozi wa kisiasa kutafuta suluhu ya kudumu kupitia mazungumzo badala ya mivutano. Ingawa maudhui kamili ya mazungumzo kati ya Tshisekedi na Fayulu hajawekwa wazi, wachambuzi wanaona kukutana kwao ni ishara chanya inayoweza kufungua mlango wa majadiliano mpana zaidi ya kisiasa. Macho sasa yanaendekezwa kwa hatua zitazofuata iwapo pendekezo la upatanisho wa Senko na EAC itapokelewa na wadau wote wa kisiasa nchini. Rais wa Rwanda Paul Kagame ametaka nchi yake kuimarisha kujitegemea kiuchumi na kisiasa wakati wa shinikizo kutoka Marekani ikizidi kuongezeka kutokana na nafasi ya Kigali katika machafuko yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ujumbe uliochapishwa Alhamisi kwenye ukurasa wa X, zamani Twitter, wa urais wa Rwanda, Kagame amesema kuwa mustakabali wa nchi yake haupaswi kutegemea misaada ya nje. Amesema tumeamua kujitegemea ili uwepo wetu usitegemee bahati au mapenzi ya wale wanaoweza kutusaidia leo na kesho wakajiondoa. Kujitegemea ndio kipaumbele chetu kikuu. Kauli hii inakuja wakati sauti za Marekani zikiongezeka zaidi kuweka vikwazo dhidi ya Rwanda kwa kile kinachoelezwa kuwa ni uungwaji mkono wake kwa kundi la uasi wa M23. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanaona hotuba hiyo kama ishara ya uhalifu wa Kigali. Rwanda, licha kuwasilishwa mara nyingi kama mfano wa maendeleo, bado inategemea kwa kiasi kikubwa msaada wa kimataifa na rasilimali zinazotoka mashariki mwa DRC kupitia mtandao wa magendo. Hatari ya kupoteza ufadhili wa Marekani na washirika wengine kama Uingereza inaweza kuathiri vibaya uchumi wa programu za kijamii za nchi hiyo. Shinikizo hilo limeongezeka baada ya ushahidi mwingi, ikiwemo ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuonyesha kuhusika moja kwa moja kwa Rwanda katika operesheni za kijeshi za waasi wa M23. Makubaliano ya amani yaliyosainiwa Washington mwisho wa mwaka 2025 kati ya Kinshasa na Kigali chini ya upatanishi wa Donald Trump yalionekana kutoa matumaini, lakini yalivurugika baada ya waasi kuteka mji wa Uvira siku chache baadaye. Nchini Marekani, wabunge wa vyama vyote viwili wametoa wito wa vikwazo vipya dhidi ya Rwanda. Tarehe 22 Januari, katika kikao cha kamati ndogo ya bunge la wakilishi, hoja ya kuwajibisha Kigali iliungwa mkono kwa kauli moja. Katika mazingira hayo, balozi wa Rwanda mjini Washington alikiri hadharani kuwepo kwa uratibu wa kiusalama kati ya Rwanda na waasi wa M23, akidai ni kwa ajili ya kujilinda. Lakini kwa wachambuzi, hoja hizo za usalama ni kizingizio tu. Ripoti nyingi zimeonyesha kuwepo kwa mtandao mpana wa unyonyaji haramu wa madini ya Kongo na unaofunisha maslahi ya kiuchumi ya Rwanda na washirika wake. Kinshasa inaona kwamba diplomasia ya Rais Tshisekedi imeanza kuzaa matunda kwa kuifanya Kigali izidi kutengwa kimataifa. Serikali ya Rwanda pia imekuwa ikitumia hoja ya kuwalinda Watusi wa Kongo na tishio la makundi ya kiutu kama FDLR ili kulalisha kuingilia DRC. Hata hivyo, viongozi wengi wa Watusi wa Kongo wamekataa madai hayo, wakisema hawahitaji ulinzi kutoka Kigali. Wataalamu wanaeleza kuwa kabla kuzuka kwa vita hivi kukuwepo mgogoro mkubwa wa kikabila wala mashambulizi ya FDLR dhidi ya Rwanda. Hali inaashiria mabadiliko makubwa kimataifa. Baada ya miaka ya ukimya, jumuiya ya kimataifa imeanza kuonyesha utayari wa kuchukua hatua kali dhidi ya wanaochochea vita mashariki mwa DRC. Kwa Kinshasa, lengo ni kuona vikwazo madhubuti, kukomeshwa kwa uporaji wa rasilimali na zaidi yote kulindwa kwa raia ambao wamekuwa wahanga wa mgogoro huko wa takriban miongo mitatu. Umoja wa Afrika umejitokeza wazi kulaani shambulio la droni lilolenga uwanja wa ndege wa Bangboka mjini Kisangani, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo linadaiwa kutekelezwa na makundi ya waasi wa AFC M23. Kupitia rais wa tume ya Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusufu, taasisi ya kikanda imesema kitendo hicho ni hatari kubwa kwa raia na kukiuka wazi sheria za mataifa za kibinadamu. Katika taarifa iliyotolewa siku ya leo Ijumaa tarehe 6 Februari, tume ya Umoja wa Afrika imesisitiza kwamba kulenga miundombinu ya kiraia ndani ya miji mikubwa ni uvunjaji wa kanuni za msingi za vita, hususan misingi ya ubaguzi wa malengo, uwiano na tahadhari. Umoja wa Afrika umeonya kuwa kupanua mapigano hadi miji iliyo mbali na mstari wa mbele ni kichocheo cha kuongezeka kwa vita na kutishia utulivu wa kitaifa na kikanda, pamoja na hali ya kibinadamu ambayo tayari ni mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mohamed Ali Yusuf ametaka kundi hilo la waasi wa M23 kusitisha mara moja uhasama wake, kuachana na matumizi ya silaha ya mbinu zinazobagua na ziheshimu ahadi zilizotolewa katika mchakato wa amani unaoendelea. Amehimiza pande zote kutekeleza kwa nia njema makubaliano ya Doha ambayo yanapaswa kuwa misingi ya kusitisha mapigano wa kudumu, kupunguza mivutano na kurejea kwenye mazungumzo ya kisiasa. Taarifa hiyo pia imerejea msimamo thabiti wa Umoja wa Afrika kuunga mkono huru, umoja na ukamilifu wa mipaka ya DRC. Umoja huo umeahidi kuendelea kusaidia kwa kushirikiana na mifumo ya kikanda na kimataifa jitihada zote za kurejesha amani na usalama mashariki mwa nchi. Tukio la Kisangani linatokea miezi kadhaa baada ya kuthibitishwa kwa makubaliano ya Washington kati ya Kinshasa na Kigali mbele ya rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, hali ya uwanja ya mapambano bado haijabadilika, huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23 wakiendelea kukumbana katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kusini, na pande mbili zikiendelea kurushiana lawama kuhusu ukiukwaji wa makubaliano hayo. Mazungumzo ya Doha yanaongozwa na Qatar kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 yanaendelea kusuasua. Licha ya kurejea hivi karibuni na kufikiwa kwa makubaliano ya vigezo vya kuunda utaratibu wa ufuatiliaji na usitaji mapigano, hatua nyingi zilizokubaliwa hapo awali bado hajatekelezwa, jambo linalochochea zaidi mvutano na kutokuaminiana. Serikali ya Kongo imeendelea kukanusha madai ya waasi wa M23 kuhusu kuharibu miundombinu ya kijeshi ya anga ya Kisangani, ikisisitiza kuwa shambulio hilo lilizimwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kabla ya kusababisha madhara. Umoja wa Afrika unasisitiza kwamba njia pekee ya kuepusha maafa zaidi ni kuheshimu kikamilifu makubaliano ya amani na kulinda raia ambao wanaendelea kuwa wahanga wakuu wa mgogoro huu. Asasi za kiraia mkoa wa Kivu Kaskazini zinatoa tahadhari nzito kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika maeneo ya Beni na Lubero. Katika taarifa iliyochapishwa Jumanne tarehe 3 Februari, uratibu wa asasi hizo umeeleza kuwa tangu mwanzo wa mwaka huu takriban raia 62 tayari wameuawa na watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa kundi la ADF. Kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa, wilaya Lubero ndiyo imeathirika zaidi ikiwa na vifo 52, huku wilaya ya Beni ikihesabu watu 10 waliouawa. Mashambulizi hayo yamelenga moja kwa moja raia wasio na hatia na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na unaozofisha kabisa uchumi wa maeneo husika. Ripoti inaonyesha kuwa kituo kimoja cha afya kimechomwa moto, maduka 67 na nyumba 10 zimeteketezwa. Pikipiki 23 zimeharibiwa pamoja na kuvunjwa kwa baraza, yaani eneo la mikutano la chifu wa vijiji. Kasi hizi zimepelekea maelfu ya familia kukimbia makazi yao. Watu waliokimbia wanaishi katika mazingira magumu yasiyo na msaada wa kutosha wa kibinadamu. Asasi za kiraia zinasema hofu imetanda kiasi kikubwa, wakazi wengi hawawezi kurejea katika vijiji vyao vinavyoonekana sasa kuwa maeneo hatarishi kupita kiasi. Kutokana na hali hii, asasi za kiraia zimetaka serikali kuu kufanya tathmini haraka ya kimkakati ya kiusalama inayotumika sasa. Inaonekana wazi kwamba haijaweza kulizuia kundi la ADF. Zimetoa mapendekezo matatu muhimu. Kwanza, kuimarisha uwezo wa operesheni za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kuongeza wanajeshi na vifaa vya kijeshi katika maeneo yaliyoathirika. Pili, kupitia upya operesheni za pamoja kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na jeshi la Uganda UPDF ili kulenga vyema ngome za ADF. Na tatu, kuondoa msaada wa dharura wa kibinadamu kwa maelfu ya wakimbizi. Viongozi wa kiraia wanaonya kuwa endapo hatua madhubuti hazitachukuliwa sasa, mauaji na uharibifu vitaendelea na kusababisha janga kubwa zaidi la kibinadamu. Wanasisitiza kwamba ulinzi wa raia lazima uwe kipaumbele cha kwanza na kwamba amani ya kudumu katika Beni na Lubero itapatikana kwa kupitia mikakati thabiti, uwajibikaji wa vyombo vya usalama na msaada wa kweli kwa waasiriwa. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha taarifa yetu ya asubuhi ya leo, kwa tarehe 7 za mwezi wa pili mwaka 2026. Naomba kwa kusikiliza na kutizama ni Kivu News Info. Kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla kuondoka tunakusihi kufanya kitu kimoja, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme vile na kupartager. Na basi kama tayari utakomesha fanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu
Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni yetu na mazungumzo yetu ya kila siku, na kisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda muafaka. Hivyo basi, na uendelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp na ukatujuza unasikiliza Kivu News Info kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye title ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description, ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza itakupeleka huko kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili ukibonyeza aiza kuklike kwa Kifaransa unasema itakupeleka moja kwa moja kujiunga nasi kupitia grupe letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo tarahisisha sana usipite na chochote kipindi ambako tutakuwa kupostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Longa, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 7 za mwezi wa pili mwaka 2026. Na ni Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi acha nikutakia asubuhi njema yenye mafanikio tele, na wenda vile vile tukutanane kwenye matangazo yetu mengine baadaye kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu.